Naam, mtazamaji, mbunge yule yule ambaye hivi majuzi nilikuandalia taarifa nikikuelezea kwamba aliweza kupeleka suala lile la Humphrey Polepole bungeni na akaweza kumuuliza spika wa bunge Musa Azan Zungu kuhusu alipo Humphrey Polepole na kutaka serikali ya Samia Suluhu iweze kuzungumza. Leo mbunge huyo huyo ndani ya bunge jijini Dodoma ameweza kupatiwa onyo kali sana na spika Musa Azan Zungu, na sababu ambayo ilipelekea yeye kupatiwa onyo hili kali ni sababu hii nzito ambayo nitakuelezea ndani ya video ama taarifa hizi. Lakini kama kawaida yetu, kabla tusonge mbele, bonyeza alama like kisha subscribe, alafu vile niambie unanisikiliza na kunipata vizuri ukiwa wapi. Kama upo nje ya nchi niambie uko taifa gani, na kama upo humu katika taifa letu tukufu la Tanzania niambie unanipata au kunisikiliza vizuri ukiwa mkoa au maeneo gani. Mtazamaji, tunazungumza juu ya onyo kali lililotolewa kwa Ado Shaibu Ado ambaye ni mbunge wa upinzani ndani ya bunge la kitaifa huko Dodoma, wakati wa moja mijadala muhimu zaidi ya kifedha ya mwaka ambayo ilikuwa ikisikilizwa sasa hivi. Kaa nami nitakueleza na tutatembea kwa njia ya kile kilichotokea, tuweze kueleza tukio zima jinsi lilivyotokea na hii inamaanisha nini kwa umma wa Watanzania na wabunge, sio tu kwa mbunge huyo mmoja, lakini kwa sisi sote ambao tunajali jinsi demokrasia inafanywa nchini Tanzania siku hadi siku katika taifa hili. Acha nikupe picha nzima ilivyotokea. Bunge la kitaifa lilikuwa katika kikao, haswa wanachama walikuwa wamekusanyika kujadili hotuba ya bajeti ya ofisi ya rais inayohusika na usimamizi wa huduma za umma na utawala bora. Sasa mtazamaji, ikiwa kichwa hicho kinasikika kiufundi, hii inamaanisha huu ulikuwa ni mjadala wa bajeti ambao unaamua jinsi serikali ya Samia Suluhu inavyosimamia wafanyikazi wake, watumishi wa umma, maafisa wa umma, mashine ya serikali yenyewe. Pia inashughulikia jinsi serikali inavyotawala, uwajibikaji, uwazi, haki na sheria za nyumba kwa kusema kwa ujumla. Mtazamaji, huu haukuwa mjadala mdogo, na sasa hapa ndipo mambo yalianza kuvutia zaidi na mgogoro ulipozuka. Nikueleze tu kwa ufupi, kwa kawaida ndani ya bunge katika taifa lolote lile ikiwemo taifa hili letu tukufu la Tanzania ni kwamba mbunge anaposimama kutoa hoja yake ama kuwakilisha wananchi wake na kuzungumza jambo ambalo wananchi wake wamemtuma kulileta ndani ya bunge, basi akimaliza kuzungumza ama kuna muda huwa anaekewa na spika au mwenyekiti ndani ya kikao kile aweze kuzungumza ndani ya muda huo, kama ni dakika mbili zitakapoisha anafaa kuwakilisha matokeo yake kwa spika kisha aelekee akae chini. Na mzozo ulizuka hapa. Huu ni utaratibu wa kawaida, huwa ni ishara ya heshima, lakini pia ni sheria dhabiti ya nchi na ya bunge. Katika kesi hii arifu ilitolewa. Mwanachama huyu aliarifiwa kwamba wakati wake ulikuwa umepita wa kuzungumza. Katika hatua hiyo itifaki ni moja kwa moja. Cha kufanya, unaleta maoni yako karibu mbele ya spika au anayesimamia kikao kile, unajitolea sakafu na kisha unakaa chini. Baada ya muda wako kukamilika, mwenyekiti au spika anaendelea kwa mbunge au mtoaji anayefuata. Lakini kwa Ado Shaibu Ado leo hakufanya hivyo, na jambo hili ndilo lililozua mzozo na kupelekea kupatiwa onyo kali na spika Musa Azan Zungu. Licha ya Ado Shaibu kufahamishwa kuwa wakati wake ulikuwa juu ama umeisha, aliendelea kuzungumza. Ado Shaibu alikuwa hazungumzi kwa upole. Tunafahamu Ado Shaibu ni mtu ambaye hivi karibuni amekuwa analeta masuala ya utata bungeni, masuala ambayo wabunge wengi wanayajua, lakini sijui wanaogopa au hawataki tu kuyaleta mbele ya bunge. Lakini Ado Shaibu amekuwa akileta masuala haya kama masuala yaliyonyamaziwa sana ya utekaji nyara, masuala ya watu kupotea kama Humphrey Polepole. Hata hivyo, Ado Shaibu baada ya wakati wake kuisha aliendelea kuongea. Alishika sakafu, alisisitiza na mchango wake akisema bado hajamaliza, bila ruhusa, bila kujitolea, bila kukubali maagizo ya mwenyekiti au spika. Aliendelea kuzungumza baada ya dakika zake kukamilika. Sasa hili ndilo lililozua mzozo. Hili iliweka afisa anayesimamia katika nafasi ndani ya bunge ambayo hakuwa na chaguo ila kujibu hadharani na rasmi. Afisa huyo alikuwa spika Musa Azan Zungu, na spika Zungu alijibu moja kwa moja kwa makusudi na kwa hasira, na katika usikilizaji wa bunge lote alishughulikia swala hilo kwenye rekodi.
alithibitisha kwa chumba kamili kwamba wakati wa kikao cha jioni baada ya bunge kuanza tena kikao chake, Ado Shaibu Ado alikuwa amepewa sakafu ya kuchangia mjadala wa bajeti kwa ofisi ya rais juu ya usimamizi wa huduma za umma na utawala bora. Alithibitisha kwamba mara tu baada ya kumalizika kwa wakati wa mwanachama huyo, mwenyekiti alikuwa amemwambia ipasavyo wakati wake umeisha, na alithibitisha kwamba licha kupokea taarifa hiyo, Heshima Ado Shaibu alikuwa ameendelea kuongea bila kujali, na hilo kwa spika wa bunge Musa Azan Zungu lilionekana kama ukosefu wa nidhamu, na hapo ndipo mzozo ukazuka. Lakini mtazamaji, sasa wacha nirudi nyuma nizungumze nawe, sio kama mwandishi anayesoma habari, lakini kama mtu ama binadamu anayefikiria juu ya jinsi taasisi kama hizi zinapaswa kufanya kazi. Unaweza kuwa ukisikiliza hili na kufikiria, kwa hivyo nini? Amepitisha muda. So what? Mbunge alizungumza muda mrefu sana. Je, hiyo ni taarifa ya habari kweli? Je, hilo ni jambo ambalo linafaa kuzungumziwa? Wengi wetu tunafahamu hisia ile ya kuwa una kitu muhimu cha kusema na muda wako umeisha, na jambo hili unaona kama ni jambo ambalo lazima uliseme, lakini bado hujalisema na umenyimwa fursa ya kulisema. Lakini hapa ndipo kuna jambo. Bunge sio mkutano wa kawaida, nataka ulifahamu hilo. Na sheria zinazosimamia sio maoni. Huu ni usanifu wa taasisi nzima. Spika wa bunge Musa Azan Zungu alilazimika kuweza kutoa onyo kwa Ado Shaibu na wengine ambao wanaweza kukiuka amri au sheria hiyo. Tufahamu ndani ya bunge muda mwingine kuna zaidi ya wabunge 100 au hata wakati mwingine wabunge zaidi ya 300 ambao wanawakilisha maeneo tofauti tofauti nchi nzima ya Tanzania, na muda wengine zaidi ya wabunge hawa wote zaidi ya 100 wote wanataka kuzungumza. Iwapo basi mtu atapitisha muda, atamnyima mwenzake kuweza kuwakilisha wananchi wake. Na hii ni sheria juu ya wakati wa kuongea. Ni moja ya misingi zaidi ya sheria hizo ndani ya bunge la Tanzania. Inapatikana kwa sababu rahisi: kuweka usawa. Kila mwanachama, kila mbunge anafaa kupata wakati wake wa kuzungumza. Kila jimbo, kila eneo lazima lipate sauti yake, na iwapo kila mmoja atataka kuzungumza muda mrefu, wengine hawatapata nafasi ya kuzungumza. Na hapa ndipo Spika Azan Zungu alilazimika kuweza kutoa onyo. Muda mwingine labda kuna mwanachama mwingine ana mtazamo tofauti kuhusu swala hilo hilo, labda mtu ambaye angesema kitu ambacho watu wako wanahitaji kusikia pia. Ndio sababu onyo la spika halikuwa tu utunzaji wa nyumba hiyo ya bunge, bali lilikuwa onyo la kiutaratibu na la heshima. Ilikuwa taarifa juu ya aina gani ya bunge la kitaifa linakusudia kuwa nchini Tanzania. Kwa hivyo mtazamaji, tukimalizia kuleta kila kitu kwa pamoja, Ado Shaibu Ado, mbunge wa upinzani, alipokea onyo rasmi la umma kutoka kwa Spika Musa Azan Zungu, ambayo imezua mzozo na gumzo mitandaoni baada ya mbunge huyo kuendelea kuongea kwenye sakafu ya bunge la kitaifa kufuatia kumalizika kwa muda wake uliowekwa wakati wa mjadala wa bajeti ya ofisi ya rais na usimamizi wa huduma ya umma na utawala bora ndani ya bunge. Spika Azan Zungu alizungumzia suala hilo katika kikao cha wazi, akitaja mwenendo huo wazi na kumtaka mwanachama na kwa kuongeza wanachama wote kujirekebisha na kutekeleza nidhamu inayotarajiwa katika kesi za bunge. Kikao hata hivyo kiliendelea baadaye na kimeendelea, na mjadala wa bajeti umeendelea na unaendelea, na maisha katika chumba hicho pia yanaendelea. Lakini wakati kama huu unastahili kusukuma, kwa sababu wanatukumbusha kuwa demokrasia sio vitu vikubwa tu, sio uchaguzi tu na udhihirisho wa sheria muhimu. Pia ni tabia ndogo ndogo isiyo ya kawaida ya kila siku ya watu walioko madarakani kukubali kufuata sheria ndani ya vyumba vya kisheria kama bunge, hata wakati ukiwa ni mgumu, hata wakati zaidi ya kusema hiyo ndio kazi na hiyo ndio muhimu. Mtazamaji wangu, ni hayo tu ambayo nilikuandalia katika ripoti ama habari na video hii. Na kuomba unijuze maoni yako upande wa comment section kuhusiana na kunyamazishwa kwa Ado Shaibu Ado na spika wa bunge la Tanzania Dodoma, na vile vile onyo hili la spika Musa Azan Zungu kwa mbunge huyu wa upinzani Ado Shaibu, ambaye mbunge huyu aliweza kuzua swala lile la Humphrey Polepole bungeni. Mtazamaji, vile vile kumbuka kulike video hii na usubscribe, alafu bonyeza box hicho kwenye screen yako kwa taarifa zaidi.